Mbinu 12 za kuanza kujiajiri. Toka kwenye utumwa, jenga himaya yako. Watu wengi wana ndoto za kujiajiri, lakini asilimia kubwa wanaishia njiani. Kwa nini? Kwa sababu wanaingia kichwa bila silaha. Wanafikiri kujiajiri ni kuwa na ofisi nzuri, kadi ya biashara na kuitwa boss. Ukweli ni huu: kujiajiri ni vita. Ni vita dhidi ya uvivu wako, vita dhidi ya hofu zako, na vita dhidi ya mfumo uliokuzoea ukiwa mnyonge. Kama unataka kuvunja minyororo na kuanza safari ya kuwa huru, hizi hapa ni mbinu 12 za chuma ambazo hazitakuangusha. Kabla hatujafika mbali, subscribe kwenye channel ya GR Hamasa Wisdom, mahali ambapo tunageuza ujuzi wako kuwa fursa zaidi na akili kuwa mtaji wako. 1. Anza na ujuzi, sio frame ya biashara. Kosa kubwa la mabosi wapya ni kukimbilia kupanga ofisi wakati hawajui hata wanauza nini. Katika kujiajiri, ofisi yako ya kwanza ni mikono yako na akili yako. Hakikisha unamiliki ujuzi ambao watu wako tayari kuutoa pesa mfukoni ili waupate. Ukiwa na ujuzi, ofisi itakufuata mbeleni. 2. Tatua tatizo ambalo watu wanalililia. Pesa haitokei hewani. Pesa inatoka mfukoni mwa mtu aliyepata suluhisho la tatizo lake. Usianzishe biashara kwa sababu unaipenda. Anzisha kwa sababu kuna pengo mtaani unataka kuliziba. Utajiri ni malipo unayopata kwa kuwa mkombozi wa matatizo ya watu. 3. Anza na kile ulichonacho, the lean start. Usisubiri mpaka upate milioni 10 kuanza. Anza na simu yako, anza na chumba chako, anza na marafiki zako 5. Ukisubiri mtaji mkubwa, utazeeka ukiwa unaandika michanganuo. Mti mkubwa wa mafanikio huanza kama mbegu ndogo iliyofukiwa mchangani. 4. Jiajiri wewe mwenyewe kwanza, self discipline. Kabla hujawaajiri wengine, lazima uweze kujitawala wewe mwenyewe. Ukijiajiri, huna bosi wa kukufokea ukichelewa. Hapa ndipo wengi hufeli. Lazima uwe na nidhamu ya kuamka saa 11 asubuhi na kufanya kazi hata kama haujisikii. Bila nidhamu ya chuma, uhuru utakuwa. 5. Tenga pesa ya biashara na pesa ya chakula. Biashara changa ni kama mtoto mchanga. Ukimnyonya damu badala ya maziwa, atakufa. Usichanganye pesa ya mteja na pesa ya kununua mboga. Jilipe mshahara mdogo sana na rasilimali nyingine irudishe kwenye biashara ili ikue. Biashara inayokulisha mwanzo haitakutajirisha mwisho. 6. Tumia mitandao kama silaha, sio burudani. Kama unajiajiri na bado unatumia Instagram kuangalia umbea tu, umepotea. Badala ya kupost picha za weekend, post kazi zako. Instagram, WhatsApp na TikTok ni masoko ya bure yanayofika duniani kote. Simu yako iwe mashine ya kutengeneza pesa, sio ya kupoteza muda. 7. Jenga jina lako kama dhamana, personal brand. Watu hawanunui bidhaa, wananunua mtu. Hakikisha jina lako linabeba uaminifu, ubora na kasi. Ukiitwa mjanja au tapeli, umejizika ukiwa hai. Uaminifu ni mtaji wa kwanza ambao hauhitaji mkopo wa benki. 8. Jifunze sanaa ya kuuza, the power of sales. Huwezi kufanikiwa kujiajiri kama unaona aibu kutangaza unachofanya. Lazima uwe msemaji mkuu wa ndoto yako. Jifunze jinsi ya kumshawishi mtu aone thamani ya unachotoa kuliko pesa aliyonayo. Muuzaji hodari ndiye mmiliki wa dunia. 9. Kubali kuchafuka na kudharaulika. Kuna kipindi marafiki zako watakuona umekwama, watakuona unahangaika mtaani, huku wao wakiwa ofisini wamevaa tai. Usijali, unachimba msingi, wao wanapaka rangi ukuta wa kupanga. Kupotea kwenye rada za starehe ni sehemu ya maandalizi ya kutokea kwenye rada za utajiri. 10. Jifunze kila siku, continuous learning. Ulimwengu unabadilika. Ujuzi uliokuwa nao jana unaweza kuwa hauna tija kesho. Soma vitabu, tafuta makocha na fuatilia mabadiliko ya teknolojia. Ukisimama kujifunza, biashara yako inaanza kuoza. Ubongo wako ndio rasilimali inayozalisha pesa. Uiwekeze kila siku. 11. Jenga mitandao ya thamani, networking. Uwezo wako wa kupata riziki unategemea watu unaowajua na wanaokujua. Epuka vijiwe vya kulalamika, tafuta miduara ya watu wanaojadili fursa. Ukikaa na matajiri 5, wewe utakuwa wa 6. Ukikaa na walalamikaji 5, wewe utakuwa wa 6. 12. Subira na ustahimilivu, resilience. Kujiajiri sio muujiza wa usiku moja. Kuna miezi utalia, kuna siku utataka kurudi kuajiriwa, lakini kumbuka, dhoruba ndiyo inayomfanya nahodha awe mahiri. Usikate tamaa mbele ya kizuizi cha kwanza.
Mafanikio ni kuvumilia hapana 1000 ili uipate ndio moja ya mabadiliko. Na sasa, sehemu muhimu zaidi. Safari ya kujiajiri ni safari ya kishujaa. Inahitaji ujasiri wa kuachilia kamba ya usalama ili uweze kuruka kuelekea uhuru. Dunia haiwapi watu kile wanachotamani. Dunia inawapa watu kile wanachostahili kupitia nidhamu, jasho na akili. Kuanzia leo, acha kuwaza nitapata kazi wapi, anza kuwaza nitaleta suluhisho gani mtaani. Ukibadilisha swali hilo, maisha yako yataanza kubadilika mara moja.